wazazi ambao watoto wao ni wanavyuo. Yes. Kuna jambo la malazi, taratibu wa hostel. Kuna vyuo vina hostel za ndani, kuna hostel za ni vyumba vya kupangisha ambao wafanyabiashara wamejenga karibu na eneo la chuo. Hostel mwenzangu hakuna school bus, upo. Hostel nyingine za kupangisha zinakuaga na magodoro. Na pia unapaswa ujue usalama wa mtoto wako. Yes, usalama. Huku anaenda kuwa huru. 100% huru. Na sisitiza inategemea na chuo kwa sababu system za vyuo ziko tofauti. Yaani mtoto wako akienda hostel za chuo anaanza maisha ya kujitegemea. Umesikia sasa, unajikuta umekaa huko mkoani, mtoto wako yuko huko ndani, ukienda kuambiwa ndo anapoishi na hela unatuma, unaweza ukashika. Wewe mzazi unapaswa kujua kuhusu hostel au malazi na makazi ya mtoto wako. Kila laheri mzazi wa mwanachuo. Tusemezane. Wazazi, leo tunaendelea kusemezana na wazazi ambao watoto wao ni wanavyuo. Yes. Kuna jambo la malazi. Yaani sehemu ambayo mtoto wako ataishi. Mtoto wako anakaa hostel. Tunasikia sana hili neno la hostel. Hostel ni kama vile dormitory. Yes, sehemu ambayo mtoto wako anaishi kipindi ambacho analala, anaamka, anaishi. Sawa Sasa kutokana na vyuo husika kuna utaratibu wa hostel. Kuna vyuo vina hostel za ndani. Ukisikia vyuo mtoto anakuambia haya. Kuna zile hostel za ndani ambazo mtoto anakuambia. Hostel za ndani ni hostel ambazo chuo husika huzimiliki. Yes, inategemea na chuo, lakini kuna vyuo vinakuaga na hostel zao ambazo zinafanywa malipo pia ndani ya nini? Ndani ya ada ya mtoto wako. Kuna hostel za nje. Hostel za nje zinaweza zikawa chuo zinamiliki, lakini ziko nje ya eneo la chuo kutokana na eneo husika. Na pia kuna hostel za nje ambazo watu binafsi humiliki. Na kuna hostel, mtoto anakuambia hostel za nje, lakini ni vyumba vya kupangisha ambao wafanyabiashara wamejenga karibu na eneo la chuo na kupangisha watoto. Kwa hiyo, endapo mtoto wako amepata in campus, tunasemaga hivyo kwa Kiingereza, nimepata hostel za campus, inamaanisha ni hostel za ndani ya chuo. Akikwambia nimepata off campus, ni hostel za nje ya chuo. Inabidi kama mzazi ujue chuo hicho kinatoa hostel na hostel ziko wapi, ndani ya eneo la chuo au nje ya eneo la chuo. Ni jambo muhimu sana, kwa sababu ndani ya eneo la chuo unamaanisha kuna usalama wa mtoto. Nje ya eneo la chuo unapaswa ujue umbali wa kutoka chuo kilipo na hizo hostel zilipo, kwa sababu pia kuna gharama za usafiri, kwa sababu hostel mwenzangu hakuna school bus, upo. Chuo hamna school bus ndugu mzazi. Kwa hiyo gharama za usafiri waendapo akikwambia yuko off campus, tuseme wewe uko, tuseme mimi niko Dar, mtoto anakaa off campus labda Buguruni, chuo kipo Mikocheni, nauli, umeelewa? Kwa hiyo lazima ujue in campus na off campus, umbali na lazima ujue. Alafu kitu kingine pia unapaswa kujua pia, ambavyo lazima mzazi huo unaongea na mtoto wako, ni mazingira ya chuoni, ya hostel. Kuna hostel tulisema watoto wanaruhusiwa kupika. Hostel nyingi ambazo wanasema ni hostel wanaruhusu watoto kupika ni vyumba vya kupanga. Kwa hiyo endapo chuo chako kinasema bwana, sisi sasa hizi hatuna nafasi za watoto ndani ya chuo, inamaanisha mtoto wako inabidi akapange chumba. Kama mzazi unavyojua, ukianza maisha unatakiwa uwe na godoro, uwe na jiko, uwe na sufuria, vitu vyote vya kupanga unabidi ununue kwa ajili ya mtoto wako akakae hostel za kupangisha. Hostel nyingine za kupangisha zinakuaga na magodoro na wanakaa kwenye double decker, wanakaa wawili kwenye chumba au watatu au wanne, inategemea. Lakini hostel nyingine ni chumba tu tupu, anapewa mtoto anaanza maisha. Kwa unapaswa ujue. Na pia unapaswa ujue usalama wa mtoto wako.
Yes, usalama ni jambo muhimu sana, kila mzazi ajue kuhusu usalama wa mtoto wake kutokana na hostel. Kuna hostel ambazo zinamilikiwa na chuo, kuna kuaga na either matron au patron. Yes, wanakuepogi ambao wao wanakuaga kama ni hostel managers, ambao wao ndo wako pale kupokea malipo, kujua safety ya mtoto na kadhalika. Kuna hostel za hivyo. Kuna hostel nyingine ni bora liende, as long as mtoto kashalipa kodi yake ya miezi 4, wewe ndio unadeal na mtoto wako na safety yako. Sasa hapa kwenye hostel inabidi tuongee vizuri sana mzazi. Tulishaongea kwamba watoto chuo, gharama zote za chakula, maji ni juu ya mzazi. Na pia tujue kwamba mtoto wako atakuwa labda ametoka kwenye boarding school kuanzia form 1 mpaka form 6. Mtoto wako umekaa naye nyumbani kuanzia form 1 mpaka form 6. Huku anaenda kuwa huru, 100% huru. Hakuna monitoring system. Hata kama hizo hostels ziko ndani ya campus, hakuna kengele, hakuna sijui nanilio overall sijui matron anakuja kukagua, yani hakuna. Kuna kuaga na warden kwenye hostels za ndani ya chuo. Warden ni mtu ambaye anahusika na mambo ya chuoni, sawa, ambaye yeye anaambiwa taarifa za watoto wanapolala, usafi wa hostel na kadhalika. Inategemea na chuo. Na sisitiza inategemea na chuo kwa sababu system za vyuo ziko tofauti. Kwa hiyo warden anakuwepo pale, mtoto wako mfano amepangiwa hostel namba 200. Sawa, hizo ni hostel za wanawake au ni hostel za wanaume. Kwa hiyo ndani ya namba 200 labda ni block ambao ukisikia niko block fulani inamaanisha ni gorofa, then ndani yake kuna vyumba, anapangiwa hapo, ndani yake anaishi na watu wengine, anapewa funguo. Kwenye hostel za chuo anapata godoro, anapata kabati, inategemea na chuo. Yeye anaenda tu na begi lake la nguo na mashuka na vitu vya kujikimu. Muda mwingine kama unaweza kumnunulia jagi la maji au anachemsha maji, umnunulie pasi aweze kupasi. Yaani vitu vile vya kuanza maisha. Yaani mtoto wako akienda hostel za chuo anaanza maisha ya kujitegemea. Umesikia mzazi mwenzangu? Aya. Akienda sehemu nyingine ambazo hizo hamna godoro, hamna nini, inabidi mzazi sasa ufanye gharama za kununua hivyo vitu. Tumesema mtoto akitoka form 1 mpaka form 4 au form 1 mpaka form 6 au yuko chini ya uangalizi wako au anakuaga chini ya uangalizi wa walimu. Akifika huku mtoto huyo anakuwa huru. Anatakiwa awe anajua ratiba yake ya kufuata, anatakiwa awe anajua wapi muda wa kula, ratiba ya chuo, assignment, kila kitu. Yaani mtoto anapigwa za uso kwa sababu anakutana na mchaka ambao hajaandaliwa nao. So mzazi mwenzangu, ukipata wasaa wa kuongea na mtoto wako hichi kipindi cha form hapa, hichi amemaliza, hichi anasubiri kwenda chuo, hapa kuna training unatakiwa tu umwandae. Yaani kama mtoto wako bado yuko sekondari, anza kumwandaa, kumpa responsibilities nyingi kwa sababu chuo inabidi kama mfanyakazi amke asubuhi, afanye quiz, afanye assignment, aingie darasani, ahakikishe amepata coursework, ahakikishe anakula, ahakikishe usafi, yani mambo yake yaende na shule ziende, na nobody is there to watch. So ukimwacha tu aende ndio unasikia mtoto sijui analala kwa mwanaume, au mtoto sijui anaishi na mwanaume, mtoto sijui amefanya hivi, kwa sababu hakuna uangalizi yakinifu. Yes, yakinifu. Kwa sababu tunaamini mtoto akifika chuo amekuwa mtu mzima. Kwa ukiwa mzazi, hakikisha unajua aina gani ya hostel mtoto wako ameendea, ili ujue gharama. Kama amepanga yuko nje ya chuo au yuko ndani ya chuo, na gharama za maisha ya kila siku, kwa sababu mtoto huyo ni kama mtoto aliyepanga. Yes, aliyepanga, kwa sababu hakuna sehemu ambayo labda watoto wanapanga mstari wanapewa chakula bure kama boarding school. Hapana. Hakuna sehemu sijui kuna access ya maji. Hapana. Vitu vyote vya chuo ni hela. Kwa hiyo hakikisha unafahamu utaratibu wa hostel zao zilivyo na gharama, ili uweze kutenga budget sawia kwa ajili ya mtoto wako.
Kitu kingine ni nini? Usalama. Hakikisha unajua hostel mtoto wako anapoishi. Kuna hostel zinazotolewa mtoto akiwa mwaka wa kwanza, akimaliza chuo kinamtoa, kinapokea tena mwaka wa kwanza wengine. Kwa hiyo inabidi mwaka wake wa pili, wa tatu anakaa either nje ya hostel za nje. Hilo nalo unatakiwa ujue, ili ujue safety ya mtoto wako. Kama ni mzazi ambaye uko kwenye mazingira ambayo unaweza kwenda kuona anapoishi, you better go. Kama hiyo sehemu yuko ndugu yake anaweza kwenda kuangalia anapoishi, you better go for safety. Kwa sababu unaweza ukawa unajikuta umekaa huko mkoani, mtoto wako yuko huko ndani, ukienda kuambiwa ndo anapoishi na hela unatuma, unaweza ukashika kichwa. Kwa hakikisha kama unaweza kuwa mfuatiliaji, fuatilia safety ya mtoto wako kwa maendeleo ya elimu yake, na pia wewe kama mzazi ni wajibu wako kujua safety ya mtoto wako kutokana na maeneo anayofanya nini, anayoishi. Gharama malipo ya hostel inategemea yuko kwenye hostel gani. Kuna gharama ambazo, kuna hostel ambazo zikiwa ndani ya chuo zinajumlishwa kwenye ada. Kuna gharama za hostel ambazo hazijumlishi kwenye ada. Kuna gharama za hostel ambazo chuo wala hata hakihusiki na hizo hostel. So you have to know all of it, ili ujue kabisa kwamba nikilipa labda ada yake ni hii ndani yake ina hostel au haina. Na kama haina, gharama za hostel zikoje? Na kama ni gharama za hostel zikoje, usalama wa hostel hii ikoje? Malipo ya hostel yakoje? Analipa kwa installments labda kidogo kidogo, analipa ile miezi 4, analipa mwaka mzima na kadhalika. Vitu vyote hivi wewe mzazi unapaswa kujua kuhusu hostel au malazi na makazi ya mtoto wako. Kila laheri mzazi wa mwanachuo. Tusemezane.